Coach Steven Becker amficha coach Pedro Gonçalves Kimbinu. Mara nyingi huwa nazungumza hapa mzee wa Mida. Mimi napenda pia mchezo wa chess. Mchezo wa chess bwana ni mchezo ambao unatumia akili nyingi sana. Sasa jana ndio game ilichezwa vile tactical. Walibishana Kimbinu. Kwa nini? Uliona ile video ambayo ilitrend mzee wa Mida wakati coach Steven Becker alienda kuangalia game ya Yanga dhidi ya Azam FC. Then ukaona video jopo la benchi la ufundi la Young Africans walienda kuitazama mechi ya Simba dhidi ya Mlandege. Pale sio bure, yani hiyo ndo game ambayo ilianza kufia pale. Si ndio? Sasa unajua Jumatatu nilizungumza hapa. Nilisema huu ni mchezo wa makocha. Na kocha mzuri, kocha ambaye atacheza mchezo wake vizuri, Kimbinu ndiye ambaye anaenda kufanyaje? Kushinda hii game. Na mimi tumi kwangu man of the match ni Steven Becker. Namna ambavyo ali-approach game yake. Pedro Gonçalves aliingia na mindset ya Simba walivyoingia kipindi cha kwanza kwenye mchezo wa kwanza kama unakumbuka. Simba waliingia kwenye game ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 3 na intensity kubwa sana. Sasa Young Africans wakakopi ile intensity ambayo waliingia nayo Simba kipindi dakika za kwanza, ndio ambayo wakaipaste kwenye mchezo wa jana dakika 15 za kwanza. Unaona kabisa pressure dakika 5 mpaka 10 pressure ilikuwa kwa Simba. Sawa. Ukiangalia faulo nyingi zilichezwa upande wa nini? Wa Simba. Lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo ambavyo game ilikuwa inabadilika taratibu na momentum zikaanza kubadilika kutoka kwenye pressure kuwa kwa Simba zikaanza kurudi kwa Yanga. Nini ambacho Pedro Gonçalves Steven Becker aliwini? Kwanza aliwini tunaita central corridor progression. Yanga ni wabaya sana kwenye kufanya recovery za haraka na quick transition kwenye maeneo ya kati. Hasa kwenye mchezo ule wa Azam FC. Magoli yote ya Yanga yalianzia pale eneo la katikati kwenye quick transition. Yani timu ina counter press once inapochukua mpira inafanya recovery kwa haraka, transition ya haraka, then bam wanakufunga. Ndicho ambacho Steven Becker jana alikicontrol. Ukiangalia jana namna ambavyo Alassane Kante alicheza eneo la katikati na Yusufu Kagoma walikuwa na mamlaka eneo la katikati. Kwa maana kwanza nilienjoy kumuona Alassane Kante amegundua ile potential ya mwili wake. Ile umbo lile. Amenikumbusha viungo kama kina Yaya Toure, kina Musa Sissoko eneo la katikati. Namna ambavyo anaweza akatumia umbo lake kuweza kutuliza pressure ya mchezo na kufanya zile plays resistance.